Hujambo mtazamaji wangu na karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Leo tuko katika somo la 24 na tuko katika sura ya 22 katika kitabu cha Mwanzo, na kama kawaida tuko katika series ya mafundisho kutoka kitabu cha Mwanzo katika Biblia, na tutaendelea kufundisha hadi tutakapofika sura ya mwisho ya kitabu cha Ufunuo. Kichwa chetu cha fundisho ya leo kinasema Ibrahim amtoa Isaka, imani, utii na mfano wa Kristo. Na maandiko yetu tunayapata katika sehemu tatu. Tuko katika Mwanzo 22 mstari wa 2, vile vile katika sura hii kifungu cha 8, na vile vile tutaangalia waraka wa Ibrania sura ya 11 kuanzia mstari wa 17 hadi 19. Na tunapoangalia Mwanzo 22 mstari wa 2, nasema akasema, mtoe mwana wako wa pekee umpendao Isaka, ukaende mpaka nchi ya Moria, ukamtoe huko awe sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mmoja nitakaokuambia. Na katika Mwanzo 22 mstari wa 8, Biblia inasema Ibrahimu akasema, mwanangu, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa. Na katika waraka wa Ibrania sura ya 11 mstari wa 17 hadi 19, Biblia inasema kwa imani Ibrahim alimtoa Isaka alipokuwa akijaribiwa, akidhani ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata katika wafu. Tuko na malengo matano katika fundisho hili kama yafuatayo. Jambo la kwanza, tutaweza kuelewa kusudi la jaribu la Mungu Ibrahimu. Tutaweza kujifunza umuhimu wa imani na utii wa Mungu. Tutaweza kuelewa jinsi Mungu alivyomwandalia Ibrahim kondoo wa Isaka, na pia vile vile tutaweza kumuona Isaka kama mfano wa Yesu Kristo, na tutaweza kutambua kwamba Mungu huwabariki wale wanaomtii. Na tunapotanguliza fundisho letu ni kwamba katika sura ya 21 tuliona kusaliwa kwa Isaka, tukaona Mungu akitimiza ahadi yake, tukaona Hagari na Ishmaeli wakiondoka, na vile vile tukaweza kuona agano la Beersheba. Na sasa katika sura hii ya 22 tunaona kwamba Mungu anamjaribu Abrahamu, anamwamuru amtoe Isaka kwa sadaka. Ibrahim anatii bila kusita, na Mungu anazuia sadaka ya Isaka na kutoa kondoo badala yake. Na hii ni mojawapo ya sura muhimu zaidi katika Biblia, kwa sababu inaonyesha kwa wazi wokovu kupitia Yesu Kristo. Na kati ya kifungu cha kwanza na pili, tunaona Mungu akimjaribu Ibrahimu. Tunaona baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu. Jaribu hili halikuwa ili Mungu ajue kama Ibrahimu ana imani, kwa kuwa Mungu anajua yote. Lilikuwa ili imani ya Ibrahimu ionekane wazi na ikomae. Na Mungu anasema katika Biblia, mtoe mwana wako wa pekee umpendaye Isaka. Na somo muhimu hapa ni kwamba Mungu wakati mwingine hujaribu imani yetu, si kwa kutuangamiza, bali ili kutufundisha kumtegemea zaidi. Katika waraka wa Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 na 3, Biblia inasema kwamba hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkijua ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Na kati ya kifungu cha 3 na 8 tunaona utii wa haraka wa Ibrahimu. Tunaona asubuhi na mapema Ibrahimu akaondoka, akamchukua Isaka, akaelekea mlima wa Moria, na hakubishana na Mungu wala kuchelewesha utii. Njiani Isaka kauliza, moto upo na kuni zipo, lakini mwana kondoo wa sadaka yuko wapi? Na Ibrahimu akajibu, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa sadaka. Na somo la kiroho hapa ni kwamba imani ya kweli humtii Mungu hata kama haielewi kila jambo. Kati ya kifungu cha 9 na 10 tunaona Isaka juu ya madhabahu. Tunaona Ibrahimu akijenga madhabahu, akaweka kuni, akamfunga Isaka, akamweka juu ya madhabahu, kisha akainua kisu ili amtoe sadaka. Isaka alikuwa na umri gani? Biblia haisemi umri wake. Hata hivyo, wengi wanaamini alikuwa kijana mwenye nguvu, si mtoto mdogo. Na hii inaonyesha kwamba Isaka pia alikubali
kwa hiari kumtii baba yake. Kati ya kifungu cha 11 na 14 tunaona Mungu akitoa kondoo. Tunaona malaika wa Bwana akaita, Ibrahim, Ibrahim, usimdhuru mtoto wako. Ibrahim akaona kondoo dume aliyenaswa pembe zake kichakani, akamtoa kuwa sadaka badala ya Isaka. Na tunaona kwamba Ibrahim akapaita mahali pale Yehova Yire, maana yake Bwana atatoa au Bwana atajipatia. Na somo muhimu hapa ni kwamba Mungu ndiye mtoa mahitaji ya watu wake kwa wakati unaofaa. Katika waraka wa Filipi sura ya 4 mstari wa 19, Biblia inasema Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji. Na kati ya kifungu cha 15 na 18 tunaona Mungu akirudia ahadi yake. Kwa sababu ya utii wa Ibrahimu, Mungu akasema, nitakubariki sana na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Na somo la kiroho hapa ni kwamba utii huleta baraka. Hatumtii Mungu ili kununua baraka zake, bali kwa sababu tunampenda na kumwamini. Tunaona hii ndiyo sura inaonyesha Yesu Kristo kwa wazi zaidi katika kitabu cha Mwanzo. Isaka ni mfano wa Kristo. Isaka alikuwa mwana wa ahadi, Yesu mwana wa ahadi ya Mungu. Isaka alikuwa mwana aliyependwa na baba yake. Yesu ni mwana mpendwa wa baba. Isaka alibeba kuni za sadaka. Yesu alibeba msalaba wake. Isaka alikuwa tayari kujitoa. Yesu alikuwa kwa hiari yake kwa ajili yetu. Na Isaka aliokolewa kwa kondoo aliyekufa badala yake. Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu aliyekufa badala ya wenye dhambi. Na katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 29 Biblia inasema kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Na vile vile katika waraka wa Warumi sura ya 8 mstari wa 32 inasema yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote. Na mafundisho makuu ya kiroho hapa ni kwamba Mungu hujaribu imani yetu, yaani jaribu huimarisha imani. Na vile vile utii ni ishara ya imani, yaani Ibrahimu alitii bila kusita. Tunaona ya kwamba Mungu hutoa mahitaji. Yeye ni Yehova Yire. Mungu hataki sadaka za kibinadamu. Alizuia sadaka na akatoa kondoo badala. Alizuia Isaka na akatoa kondoo badala yake. Na Yesu ndiye sadaka kamilifu. Tunaona kwamba kondoo wa Moria alikuwa kivuli cha Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu. Tuna maswali matano na maswali haya tunaweza kuyajibu baadaye. Na swali la kwanza nasema, kwa nini Mungu alimjaribu Ibrahimu? Kwa nini Mungu alimjaribu Ibrahimu? Swali la pili, tunajifunza nini kutokana na utii wa Ibrahimu? Tunajifunza nini kutokana na utii wa Ibrahimu? Sura ya 3, Yehova Yire maana yake nini? Yehova Yire maana yake nini? Swali la 4, Isaka anafananaje na Yesu Kristo? Isaka anafananaje na Yesu Kristo? Na swali la 5, sura hii inatufundisha nini kuhusu wokovu? Sura hii inatufundisha nini kuhusu wokovu? Na aya yetu ya kukariri siku hii ya leo inatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa 8 ambayo inasema, mwanangu, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa. Na tunapoelekea kuhitimiza ni kwamba sura hii ya 22 ni kilele cha maisha ya imani ya Ibrahimu. Alionyesha kwamba alimpenda Mungu kuliko kitu chochote, hata mwana wake wa ahadi. Mungu alimzuia kumtoa Isaka na akamwandalia kondoo wa sadaka. Sura hii inatuelekeza moja kwa moja kwa Yesu Kristo. Kama vile kondoo alivyokufa badala ya Isaka, ndivyo Yesu Kristo alivyokufa badala yetu ili tupate uzima wa milele. Hivyo Mwanzo 22 ni picha ya Injili kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na somo lijalo ni Mwanzo 23 na tutajifunza kuhusu kifo cha Sara, ununuzi wa pango la Makpela na jinsi Ibrahimu alivyoonyesha imani yake katika ahadi za Mungu hata wakati wa maombolezo. Na kwa hivyo tumeweza kuona imani kubwa sana ambayo ilikuwa na Abrahamu, ambapo tunamuona alipoambiwa
amtoe mwanawe wa pekee, alifanya haraka, akatayarisha, na wakaweza kuelekea katika mlima wa Moria. Na hata Isaka alipomuuliza mwana kondoo wa kumtoa dhabihu wako wapi, Abrahamu akasema Mungu atamtoa mwana kondoo. Kuwa watu wa imani kubwa kwa Mungu, watu ambao wanampenda Mungu sana, na tukifanya hivyo tutakuwa watu wa baraka, tutaweza kubarikiwa kama Abrahamu. Kwa hayo nakutakia kila heri, Mungu wetu akubariki na kutendee mema.